Baada ya kumaliza kazi kwenye fainali ya kwanza kule Morocco, hatimaye wekundu wa Msimbazi Simba wamerejea nyumbani jijini Dar es Salaam, Tanzania kwa ajili ya fainali ya pili ambayo bado haijafahamika kama itachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa au uwanja wa New Amani Complex kule visiwani Zanzibar. Simba imewasili wakiwa wanaonekana kuwa na matumaini ya mchezo wa kile ambacho wanakitakiwa kukifanya kwenye mchezo wa fainali ya pili, na tumezungumza na baadhi ya wachezaji wa kikosi hiki akiwemo nahodha Mohamed Hussein Shabalala ambaye anaonyesha kwamba wamekuwa na historia, inafahamika hivyo wanaweza kufanya chochote kwenye ardhi ya nyumbani. Na Mohamed Hussein nimezungumza naye, lakini pia tumezungumza na CEO naye amezungumza kwa upande wa management kile ambacho wanajiandaa nacho kuelekea katika mchezo wa fainali ya pili. Kutoka hapa uwanja huu wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Mchezo ulikuwa aje? Pole na mchezo kapteni. Asante sana. Chapo. Mchezo ulikuwa aje? Mchezo ulikuwa mgumu. Tumepambana lakini dakika 90 za kwanza zimeisha, tuna dakika 90 za pili nyumbani. Kumekuwa na slogan nyingi ambazo umeenda nazo na zimefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Slogan ya sasa hivi ni hii, mnabeba. Lakini mwanzo umekuwa mbaya kwenu. Mmepoteza mabao 2-0. Unadhani hiyo slogan inaenda kutimia? Ya, inaenda kutimia, na kuna vitu vinaandaliwa au vinasemwa kwa sababu nafikiri huo msemo una maana kubwa sana. Kama nilivyosema awali kwamba mchezo wa kwanza umeisha, sasa hivi tuna mchezo wa pili nyumbani ambao ni mchezo muhimu sana. Wao walikuwa kwao, kila kitu ni chao, na walikuwa na mashabiki wao ambao ni wengi sana. Kwa hiyo hata sisi pia ni zamu yetu, mashabiki wetu watakuwa nyuma yetu kusupport kwa asilimia kubwa sana. Kwa hiyo ile kauli ya hii tunabeba lazima itatimia. Kama wachezaji mmeongea nini mara baada ya kutanguliwa mabao 2-0 kuelekea mchezo unaofuata? Game imeisha na focus ambayo sasa hivi tunaielekeza ni kwenye mchezo wa pili. Yeah. Zimbwe, ukitazama sehemu nyingi hata kwenye big screen ambayo Simba waliandaa mara baada ya dakika 90 kutamatika, mashabiki walifurahi sana. Hii inawapata sura gani nyinyi wachezaji pamoja na benchi la ufundi? Licha ya kufungwa bado mashabiki walishangilia kwa hicho. Mashabiki wetu wanaelewa tukiwa uwanja nyumbani tunakuwa ni watu wa aina gani. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho kinawapa moyo. Nafikiri tungekuwa tuna matokeo mazuri nyumbani wasingeweza kushangilia. Hata si pia inatupa moyo kwa sababu tumekuwa kama tufanye vizuri nje, mechi za maamuzi ambazo tunataka matokeo, nyumbani tunakuwa ni watu wengine kabisa. Kwa hiyo mimi naamini tunaenda kuwa na mchezo mzuri na mchezo tofauti na kuhakikisha kwamba tunalibakisha kombe nyumbani. Kuna swala zima la uwanja ambao linazungumzwa. Wapo ambao wanadai uwanja utapelekwa Zanzibar, lakini wengine Dar es Salaam. Na kikubwa Mkapa unazungumzwa ni maeneo ya machinjio ya watu wengi. Vipi kama mechi haitachezwa kwa Mkapa? Mnaona mnaenda kutoa ile taji mkiwa visiwani Zanzibar? Kikubwa sisi tutaiendea mechi kufuata maelekezo ya walimu. Hilo swala la uwanja nafikiri viongozi wetu wanalipambania zaidi, lakini sisi kama wachezaji focus yetu itakopo kwenye kuicheza finali yetu ya pili. Iwe Dar es Salaam, iwe Zanzibar, focus ni kuhakikisha kwamba tunalibakisha kombe. Izungumzie kidogo RS Berkane yenyewe. Tumeona ni timu ambayo ina ubora wake ambao umeweza kuonekana kwenye hii michuano, lakini pia kwenye ligi yao wenyewe wametoa ubingwa tangu mwezi Machi. Zungumzia kidogo na kuelekea. Ni timu nzuri na ndio maana ipo finali, ni timu nzuri na ndio maana imechukua ubingwa kwao, ni timu nzuri na ndio maana ina mataji 2 nafikiri ya Africa Confederation. Kwa hiyo katika mchezo wa pili tutaingia kwa kuheshimu, kutambua ubora wao. Kwa hiyo kikubwa sisi kama wachezaji tutafuata yale maelekezo ya walimu wetu ambao watatuambia ili tuweze kushinda huo mchezo. Neno moja kwa mashabiki wa Simba. Siku zote mashabiki wa Simba wamekuwa ni watu wa kujitokeza kwa wingi sana kuja kutusupport sana. Na ndio maana hata tumepoteza kwa goli 2 lakini bado wamekuwa ni watu ambao wana furaha kwa sababu wanaamini kwamba wao ndio wanakuja kutupa sisi nguvu. Kwa hiyo hata sisi pia wachezaji ni faraja kwetu na tunaamini kwamba nguvu yao na nguvu yetu tukiunganisha tunalibakisha kombe. Asante captain. Asante. Madam Kwema. Kwema za kwako. Pole. Mbona umefurahi? Nimefurahi kukuona. Na mimi pia. Napendezewa na kile ambacho nakifanya, unaendelea kuonyesha mfano kwa kila alifanya Babra na wewe unakuja unafanya kwa nafasi yako.
kulikuwa na ugumu wa kiwango gani mechi ya fainali ya kwanza ambao Morocco kupanda management kwa namna ambavyo mmefanya na kile ambacho mnaenda kukifanya kwenye mechi ya marudiano? Nafikiri kwa sababu mara baada ya muda mrefu sana timu ndio kwanza imeshiriki fainali ya pili ya mwaka 93, lakini kwa rekodi ni ya pili. Kwa hiyo kwetu sisi kama management, changamoto kubwa iliyokuwa ni jinsi gani tunaweza kukabiliana na ushindani, hasa ukizingatia nguvu kubwa ambayo mmeiona imetumika katika legi ya kwanza Morocco. Kwa hiyo sisi bado tunaamini kwamba tunao nafasi ya kupata matokeo mazuri hapa nyumbani. Unajisikiaje unakuwa timu inafika fainali na wewe ukiwa sehemu ya management, kwa sababu ukiangalia 93 mpaka sasa ni miaka mingi imepita. Unajisikiaje na wa inspire vipi wanawake wengine katika nafasi mbalimbali ambazo pengine wapo? Nafikiri na siku zote wanakuwa mwazi kusema yanayotokea leo ni sehemu ya jasho na damu la watu ya muda mrefu sana ambao wamewekeza katika klabu yetu, kuanzia walotangulia, viongozi walotangulia, na miaka yote mmeona kumefanyika juhudi na jitihada za kuhakikisha timu yetu inafanya vizuri. Kwa hiyo yanayotokea leo ni kama matokeo ya kile ambacho kimeanzishwa na walotangulia. Kimekuwa na multiplying effect kwetu sisi kama ambao tumeshika nyadhifa na kuweza kuisaidia klabu kufikia malengo yake. Mechi inafahamika kwamba itachezwa Zanzibar, lakini kumekuwa na juhudi kwa management kuhakikisha kwamba mechi inachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Pengine sintofahamu imekuwa kubwa kwenu, ili sakata likoje na pengine bado juhudi zinaendelea ama iko vipi? Tutalitolea ufafanuzi muda si mrefu. Shukuru sana. Asante sana. Mimi naitwa Elia Solomon, asante.